tunaongea habari za kuoa na kuolewa. Wengi tunachelewa kwa uoga wa is this the right time? Is this the right person? Tunasema tunachagua, ninamtaka mtu wa namna fulani. Kwa hiyo wakati nikiwa natafuta vigezo na muda unakwenda, huyu anakuja unamweka kando, huyu anakuja unamweka kando. Tunajaribu sana, tunachagua sana. Tumelelewa kutoka nyumba tofauti. Wengine bado ni watu wa miaka 35 lakini bado they are teens in their heart, na matendo yao pia ni ya teenagers, bado wanatongoza na kutongozwa. Pamoja na kwamba tunasema ndoa haina formula, lakini naomba nimwambie ukweli kabisa, kuna best practices za ndoa. Ukisimama kwenye hizo, vitu vitatokea na vitu vitaenda vizuri. Naamini kabisa sio wengi tunaofanya makusudi kwamba bado nipo. Lakini kila mtu ana sababu binafsi, lakini sababu nyingi is the fear of getting into marriage. Sababu nyingi zinatokana na natafuta yule mtu anayefanana na mimi. Natafuta mtu ambaye atakuwa tayari kusimama na mimi. Hii inaweza ikawa tofauti kulingana na jamii zetu, kulingana na mitazamo yetu. Lakini mimi nitaiangalia specifically kutoka kwenye psychological angle. Na hapa najiuliza swali kubwa. What does it entail to have ili mimi niweze kuwa kwenye ndoa yenye mafanikio? Kwa sababu the age, mitazamo, vyote vinasaidia kufanya ndoa idumu. Kwa sababu wanasema mara nyingi wanaoingia kwenye ndoa mapema, uwezekano wa ndoa kuvunjika ni mkubwa sana kuliko ukiingia kwenye age ambayo uko matured socially, uko matured mitazamo, uko matured response, na uko matured kwenye interpretation. Kuna wengine wanawahi sana kuoa au kuolewa kwa sababu familia zinawataka wao waoe au waolewe mapema. Upi ni muda mzuri wa kuoa au kuolewa? Tuangalie scientifically tunasemaje. Nilipokuwa nikiangalia kwenye research nyingi wanasemaje kuhusu umri, moja imesema ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.